رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. Leo katika kauli ya mwanachuoni tutanukuu katika kitabu Haqqu Zawjaini ukurasa wa 10, kitabu cha Sheikh Sulaiman ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada ala al-haqqi khutahu. Amesema Sheikh Sulaiman ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafidhahullah, faman huquqi az-zawjaini qabla al-khitbati haqqu al-ikhtiyari, miongoni mwa haki za wanandoa wawili kabla ya kuchumba. Miongoni mwa haki za wanandoa wawili kabla ya uchumba ni haki ya kuchagua, bi an yakuna al-ikhtiyaru qa'iman ala at-tadayyun was-salah, yani kuwe kumchagua yule atakayekuoa au utakayemuoa kumesimamia juu ya msingi wa dini na wema, dini na wema, wa husnil khuluq, na uzuri wa tabia. Fayakunu ar-rajulu raghiban fil mar'ati li salahiha, awe mwanaume ni mwenye kumtaka mwanamke na kumpenda mwanamke kuwa awe mkewe kwa sababu ya wema wake yule mwanamke, wa diniha, na kwa sababu ya dini ya yule mwanamke, sio uzuri wa sura yake tu au mali zake. Wa husni khuluqiha, na uzuri wa tabia zake. Mwanaume amchague mwanamke atakayemuoa kwa sababu ya wema wake, dini yake na uzuri wa tabia zake. Anasema Sheikh hafidhahullah, watakunu almar'atu raghibatan fi rajuli li salahihi, na awe mwanamke ni mwenye kumpenda na kutaka awe mumewe mwanaume kwa sababu ya wema wake huyo mwanamke, wa dinihi, na dini yake, wa husni khuluqihi, na uzuri wa tabia zake. Lianna hadha asasul khairi wa saada, kwa kuwa jambo hili ndiyo msingi wa kheri na mafanikio ya kidunia na akhera. Wa man udima dinuhu, na yule ambaye dini yake itakosekana, udima khairuhu, kheri zake zitakosekana. La khaira fi man la dina lahu, hana kheri yule ambaye hana dini. Walau kana fihi min asbabi saadati ma fihi, hata kama anazo asbabi za ukunjufu alizokuwa nazo. Kwa hiyo mwisho wa kauli ya Sheikh Sulaiman ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafidhahullah. Nini tunajifunza katika kauli hii nzuri? Ni kwamba unapotaka kuolewa wewe mwanamke wa Kiislamu, basi una haki kwanza ya kumchagua wa kukuoa. Hakuna haki ya wewe kulazimishwa uolewe na fulani ilhali hujamtaka. Na haki hii ya kuchagua inatakikana umchague mume kwa sababu ya dini alionayo, uwema alionao, na tabia njema alizonazo. Usiangalie mali na uzuri wa mwili, utaangamia na utaangamiza akhera yako. Ni wanawake wangapi wamewachagua wanaume kwa sababu ya makoti waliokuja nayo, wakaambulia maisha mazito na vitimbi katika ndoa zao? Bila shaka ni wengi. Basi tumche Allah na tuangalie msingi huu mzuri, tuchague kwa sababu ya dini, tabia na wema. Na upande wa mwanaume pia anatakikana kabla
ya kuoa au kuchumbia, kabla ya kuchumbia hakikishe huyo mwanamke anayetaka akamchumbie amemchagua kwa misingi ya dini, wema na tabia zilizokuwa njema. Na ama ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, mwanamke huolewa kwa mambo mane: lidajamaliha, limaliha, walijamaliha, walihasabiha, walidiniha, kwa ajili ya mali yake, uzuri wake, cheo na nasaba yake, kadhalika dini yake. Hadithi ile haijaja kutaja sifa za kuchagua mchumba, bali hadithi ile imekuja kutaja mitizamo ya watu katika kuelekea ndoa, kwamba kuna watu wanaangalia wa kumuoa, wanaangalia mali alionayo, wengine wanaangalia uzuri alionao, wengine wanaangalia cheo au nasaba alionayo, wengine wanaangalia dini alionayo. Ndio maana Rasulullah akaitaja dini mwisho na akaitaja mali mwanzo, kwa sababu ya wengi wenye kufuata mali ndio wakatajwa mwanzo, na kwa sababu ya uchache wa wenye kufuata dini wakatajwa mwisho. Na ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jambo la pili aliposema fadhfar bidhati din, wewe Muislamu mchague mwenye dini. Katika haya makundi mane kuwa hili kundi la 4 lenye kufuata dini. Kwa hiyo basi watu watambue matamko ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maana zake. Usindome hadithi alafu ukaenda ukaifafanua kwa fahamu yako, wakati wanazuoni wameisherehesha ukawa umeenda kinyume na makusudiwa ya hadithi. Ala kulli hali, anatakana pia mwanamke amchague mwanaume amchague mwanamke kwa sababu ya dini yake na wema wake na tabia njema alizonazo. Hivyo basi suala la kuchagua ni nani wa kumuoa au ni nani wa kuolewa naye ni haki hiyo baina ya wanandoa wawili, mwanaume na mwanamke. Mwanamke halazimishwi kuolewa na mtu ambaye hakumpenda, kama ambavyo mwanaume halazimishwi kumuoa yule ambaye hajampenda. Kwa hiyo tushikamaneni na mafunzo ya Uislamu na tusome Uislamu, tuhakikishe tunaishi katika hali ya kujitambua na kutambua misingi ya dini yetu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.